Mheshimiwa Balozi, sisi Wizara ya Maji, Nishati na Madini ikiwa chini yangu kwa mimi mwenyewe ndio waziri, tumeona tukuone kwa mambo makubwa mawili. La kwanza kusalimiana, kubadilishana mawazo, lakini la pili kuomba kuzidi kusaidiana kwenye masuala projects na kupeana taaluma ya zaidi, kupata misaada zaidi kwenye masuala ya umeme na maji, lakini pia kupata wataalamu ambao wataweza kuja kutushauri kwenye masuala tofauti ya wizara yetu. Kama unavyojua wizara yetu ni kubwa, maji yote yako chini yetu, umeme wote uko chini yetu, pamoja na minerals ambao madini yako chini yetu. Na kwenye key sectors hizi tatu always tunakuwa na problems ambazo hazijakuwa solved. Kama unavyoona kuna problem ya kukatika umeme mara kwa mara kwa sababu somehow tumeshazidiwa na hata infrastructure zetu haziko sawa. Lakini masuala ya maji vile vile kuna infrastructures nyingi zinaendelea, na bahati nzuri tuna kampuni kutoka Oman ya NEC kwa kaskazini inafanya miradi yake ya kusupply kuwapa wananchi, na nikuhakikishie nilifanya ziara na kamati yangu, kwa kweli wanafanya kazi vizuri. Mimi nilivyoenda kwa wakati ule nimeridhika na utendaji wao kazi. Inaitwa NEC ile kampuni. Sijui kitaratibu zikija kampuni kutoka Oman kwamba zinapita kwenu kwenye balozi mnazijua ama zinakuja directly kwenye government, lakini NEC kutoka Oman na inaendelea kufanya kazi vizuri mpaka sasa hivi, sijapata problem yoyote. Sasa ni moja ya mashirikiano ambayo tumesema tuitane ili tuweze kuona na upande wenu kutoka serikali ya Oman. Sisi ni ndugu zetu na ni one family. Oman na Zanzibar ni one family historically, ni ndugu. Sasa tungeomba pia kwa upande wako Mheshimiwa Balozi, itapofika time hata ukipata chance basi ya kutuconnect tukabadilishana pia taaluma, watu wa Oman kupitia sekta hizi key sectors ya maji, umeme na minerals wakaja hapa na sisi mkatualika tukaenda kule kutembeleana, lakini pia tukapata misaada. Mfano tunahitaji pia gari zile za drilling za maji, at least 50 units, the trucks zile kuchimba visima, lakini serikali ya Oman itaweza kuangalia uwezo wake ni nini. Hatuwezi kuipangia, ni maombi ya kiundugu tunafanya, lakini tunahitaji mambo mengi kwenye masuala ya umeme, infrastructure za umeme, infrastructure za maji na mambo mengineyo. Naomba nipeleke ombi kwako. Tunajua Oman mko wazuri sana kwenye sekta ya maji, lakini masuala ya infrastructure kwa maana vitendea kazi sisi tumekuwa tuna changamoto nazo sana. Pale mradi mzima wa EXIM huu kuna visima vingi sana ambavyo sasa hivi havifanyi kazi, ama cables zimekufa, ama mota, ama control panels. Sasa hili ukiweza kutusaidia, kwa mfano kuna skimu moja pale Kidutane tumechimba visima karibu 14 vinavyofanya kazi 4 tu as we are speaking. Ukienda Maungani kuna visima, lakini kilichofanya kazi sasa hivi kisima kimoja tu. The rest of the boreholes are not working because of one or another reasons. So we need tunahitaji msaada kiasi kwamba wa kusaidia kwenye pumping, kwa maana mashine pump kubwa zile, lakini pili zile control panels ambazo zinapeleka umeme kule. Lakini tuna miradi mingine ya kusini Unguja ambapo serikali inajaribu kutafuta mwekezaji na tushampata, lakini bado hajaingia katika site, lakini tulikuwa tutamani pia tuendelee kupata wawekezaji wengine, ili kama mwekezaji tulimpata akishindwa basi tuweze tukampata kutoka Oman pia, kwa sababu kama mlivyofanya kwa NEC manake mnaweza kutusaidia pia kwenye maeneo mengine Unguja, Pemba na kadhalika. Kwa hiyo bado kuna maeneo kadha wa kadha ambayo tunahitaji intervention ya ofisi yako, intervention ya serikali yako kutusaidia kwenye sekta ya maji, hali kadhalika Pemba, lakini na maeneo mengine. Lakini jingine kuna component moja ya sanitation ambayo sasa kwa mujibu wa sera yetu mpya sanitation imekuja kwenye serikali yetu, kwenye wizara yetu ya maji. Zamani ilikuwa iko chini ya local government, tawala za mikoa TAMISEMI, lakini baada ya policy mpya ambayo tumezindua mwaka jana, sasa hivi iko chini ya wizara yetu. Kwa hiyo tunahitaji capacity building, lakini pia tunahitaji master plan ya sanitation, lakini tunahitaji pia infrastructures
Kwa hiyo capacity building kwenye wizara yetu ni muhimu, kwa sababu watendaji wengi tuliokuwa nao walikuwa wamebase sana kwenye clean water system of supply, water resources and all those things, lakini unapozungumza kwenye sanitation bado tunahitaji kazi kubwa ya kuweza kuwa train. Kwa hiyo nadhani tukiangalia mazingira ya Umani, ninyi mnaweza kuwa ni wadau wazuri sana kutusaidia kwenye swala zima la sanitation. Swala jingine Mheshimiwa Balozi ni kwenye sekta ya umeme. Sasa hivi Zanzibar kama unavyoona imekuja juu kwenye uwekezaji, na kwa sababu ya kuja juu kwenye uwekezaji pia utalii umezidi kuja juu. Zamani tulikuwa na wageni wanakuja kwenye low season na high season, lakini sasa hivi wageni wanakuja Zanzibar muda wote, January to December non stop. Lakini hii ni kwa sababu ya mazingira mazuri ambayo serikali yetu ya awamu ya 8 chini ya Daktari Mheshimiwa Hussein Mwinyi ametengeneza mazingira rafiki, conducive environment kwa ajili ya wageni kuja Zanzibar. Sasa kwa sababu ya wageni, manake huduma sasa za maji, huduma za umeme zinaongezeka. Lakini sio hivyo tu, na ujenzi wa hoteli unaongezeka kila sehemu. Ukienda kusini, ukienda south, ukienda north, unakuta ujenzi wa mahoteli makubwa 5 star, 7 star, 4 star liko nyingi. Sasa hivi watu hawajengi 3 star, hapana. Na kwa maana hiyo hoteli zile zawezi zinavyojaa, manake wageni watakuja. Wageni wakija, power demand inaongezeka. Kwa sababu kila mtu akipower on AC on his room, manake ina shoot. Na sisi Mheshimiwa Balozi, sasa hivi bado tunaendelea kutegemea umeme kutoka bara ambao unakuja kwenye cable mbili. Tuna submarine mbili ambayo bahati nzuri moja tu ndo mpya ambayo tuliweka 2012 chini ya MCC pale tulipopata breakup. Lakini cable nyingine ni ya zamani kidogo ya mwaka 1980 ambayo actually ishapita na wakati, life span yake ishapita. Na ile kwa sasa hivi tunapata megawatt 35 katika safe site, ukipush sana 38, kitu ambacho ni risk pia. Kwa hiyo tunahitaji kupata msaada wa namna gani tunaweza overcome swala zima la power shortage. Mimi naweza kuhakikisha kitu kimoja. Sisi just we need bila sema Mheshimiwa Diamond to speed things up. Na sina shaka kwa wizara yako na your two bodies wa jamaa Mheshimiwa Naibu na nini, I think things we can go very fast. Tunahisi sisi. Naona you are very keen kukutana na mabalozi. Haraka nimeona while I was sitting there, say a lot of balozi they're visiting you. So this is going to do very good relation na hizo nchi na vile nasema kila mara, sisi na Zanzibar we have very unique relation. Na hiyo relation can be more in terms of doing some business or investment or cooperation or training in different fields.